Leo tumekuwa na kikao kazi kizuri kabisa cha kukutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka katika halmashauri ya jiji Arusha DC na Meru pamoja na maafisa ustawi wa jamii kutoka ngazi ya wilaya. Tumewakutanisha mahali hapa kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa mwongozo wa malezi wa vikundi vya malezi. Kwa hiyo tumeangalia kata ambazo tayari zinatekeleza vikundi, vimeweza kuunda vikundi vya malezi na vinafanya vizuri, lakini tumeita pia maafisa maendeleo ya jamii kutoka kwenye zile kata ambazo bado wao hawajaunda vikundi hivi. Kwa hiyo wamekuja kupata uzoefu wa halmashauri nyingine na vikundi vingine ili waweze kufanya vizuri. Hii yote tunaifanya kuelekea maadhimisho ya siku ya familia na siku ya mtoto wa Afrika ambayo inatazamia kufanyika tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa hiyo tunaona jamii inahitaji malezi bora, lakini tunaona pia jamii inahitaji kufahamu kwamba jukumu la malezi ni jukumu la jamii nzima. Kwa hiyo maafisa hawa wamekuwa ni walezi wa vikundi hivi kwenye zile ngazi za jamii. Kwa hiyo kupitia kikao kazi hichi cha leo tunajaribu kuangalia mafanikio ni yapi, changamoto ni zipi, na pale kwenye changamoto tufanye nini kwa pamoja ili tuweze kutoka kwenye hiyo changamoto. Kwa majina naitwa Husna Selungwi, nafanya kazi shirika la SOS Children's Village kwa upande wa Arusha. Ninaratibu malezi mbadala, ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa sasa kwa hapa mkoani Arusha kuna vikundi vingi, lakini vikundi ambavyo tunavitambua ambavyo vimekuwa ni vimeanzishwa kwa kushirikiana na shirika letu la SOS Children's Village ni vikundi 31 ambavyo vina takriban ya walezi 816. Walezi hawa wakiwepo wa kike na wa kiume. Lakini idadi kubwa ya walezi isiyopungua 700 ni walezi wa kike walioko kwenye hivi vikundi vya malezi. Vikundi hivi vimekuwa na chachu kubwa kwa sababu vimekuwa vikitoa hamasa dhidi ya wenyewe walezi kuhusu namna gani ya kulea watoto wao. Walezi wamekuwa wakifarijiana pale wanapokutana na changamoto mbalimbali za malezi. Lakini mbali ya hapo, walezi hawa wameweza kwenda mbali zaidi, kwenda kuelimisha watu wengine zaidi kwenye jamii, ambapo kuna vikundi, kwa mfano kikundi kimoja cha Meru kimeunda pia vikundi vingine 4 vya malezi ambavyo wenyewe pia vinatoa elimu katika jamii. Mimi naitwa Elibariki Eliakim Naiman, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Arusha. Kwa sehemu kubwa au eneo kubwa ambalo tumejifunza ni namna ya ushiriki wa wanaume katika eneo hili la malezi. Mara nyingi tumekuwa tukiona au tukishuhudia wanaohusika zaidi kwenye eneo la malezi na makuzi wamekuwa ni jinsia ya kike, kwa maana ya wanawake au kina mama kwa ujumla wake. Lakini tumeona kupitia mafunzo ambayo tumewezeshwa na mdau wetu SOS, namna au muhimu wa wanaume kushiriki, kwamba katika mafanikio ya malezi na makuzi ya watoto kuna nafasi kubwa ya wanaume kushiriki, kwamba katika yale maamuzi, lakini pia zile hatua mbalimbali za malezi kuna nafasi ya wanaume au baba katika kushiriki eneo hilo. Kupitia hayo pia, kupitia kwenye vikundi hivyo, maana yake kuna masuala mbalimbali ya uwezeshaji ambayo yanafanyika, ambayo yanahusiana na masuala ya kiuchumi kwa ajili ya kusaidia wanaume kuanzisha miradi midogo midogo wakishirikiana na wanawake, ili pia kusaidiana kwenye ile eneo la malezi. Kwa hivyo tumefaidika na tunashukuru pia kwa mdau ambaye amejitokeza kwa ajili ya kutoa elimu hiyo, lakini pia na kuonesha nafasi na umuhimu wa wanaume kushiriki kwenye eneo la malezi ili kujenga jamii bora, lakini pia na familia au kizazi ambacho kinakuwa kikitambua majukumu na uwajibikaji wake. Lakini jukumu lingine tunatamani sana waanzishe zile community day care, vituo vya kulelea watoto wadogo mchana vya kijamii katika yale maeneo yao, kwa sababu wao wana faida kubwa. Kuna baadhi ya vigezo wao wataondolewa kwa sababu tunaamini ni daycare za kijamii. Kwa hiyo wafike kwenye ofisi zetu za ustawi wa jamii ili tuweze kuwaelekeza, ili pia waweze kufanya huduma hiyo, kuliko watoto ambao wanazagaa mitaani alafu mwisho wa siku wanaenda kufanyiwa ukatili. Kwa hiyo ni heri kuzuia kuliko kuponya.